بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sote tumshukuru tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake na kwa fadhila zake na kwa mapenzi yake makubwa kwetu sisi kutufikisha katika siku hii ya leo, si kwa ujanja wetu wala si kwa maarifa yetu, bali ni mapenzi yake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wangapi waliokuwa wazima jana na juzi, lakini sasa hivi huenda wako mahututi mahospitalini au manyumbani, na huenda wengine pia wamebebwa sasa hivi katika majeneza, wanaenda kuhifadhiwa katika nyumba zao mpya makaburini. Lakini mimi na wewe tukawa tunapumua, na alhamdulillah tukawa tumekaa katika sehemu tukufu, sehemu tulivu, sehemu anayotajwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sehemu anayotajwa mtume wake Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni wangapi ambao wanaikosa fursa hii, ima kwa matatizo au kwa uvivu au kwa kutokujali au kwa kutokutambua, wameghafilika. Lakini wewe umetekeleza sala ya dhuhuri na al-asr, umefanya tasbih, umesoma dua maalumu inayosomwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na umesoma dua maalumu inayosomwa katika siku hii ya leo ambayo ni siku ya Jumapili, na ziara ambayo umeifanya katika siku hii ya leo. Ni neema juu ya neema, sote tuseme alhamdulillah. Na Mwenyezi Mungu atudumishe katika neema hizi duniani na akhera insha Allah. Ni fursa nyingine tena leo, Ramadhani ya siku ya 4 inakimbia, inaenda mbio,
na itamalizika, alafu tunabaki tunajuta kwa mengi ambayo tutakuwa hatujanufaika nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama funga inavyotakiwa, kama sala na ibada mbalimbali, na katika hali nyingine ya kufuturishana. Huenda haya tusiyatilie maanani sana, mwezi ukamalizika tukaanza kutamani na kujuta, lau Ramadhani ingeendelea. Lakini ndiyo masiku ya Mwenyezi Mungu, hayarudi nyuma, yanaenda mbele. Kwa hiyo tuzitumie vizuri fursa hizi. Kila unapopata fursa, kama tulivyozungumza katika darasa zetu zilizopita, tuzitumie vizuri. Mwenyezi Mungu atukubalie funga zetu insha Allah. Insha Allah, tukiendelea na darasa zetu katika Surat An-Nabai, na jana tulimaliza katika aya 5 za mwanzo ambazo tulisisitizana sana na tukaambizana sana. Aya hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha kwa maneno yake, atiu Allaha wa atiu Rasul wa ulil amri minkum, kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ali, na kuwatii wenye mamlaka juu yenu. Na tukasema katika utiifu huu wa tatu ndio huo ambao tumekhatilifiana, utiifu kwa wilayat Ali ibn Abi Talib na ahlu baiti zake alayhim afdalus salatu wa azka salam. Tushikamane na kitabu cha Mwenyezi Mungu na tushikamane na ahlu bait, tusikhatilifiane katika hayo. Na aya zikamalizikia Mungu akisema, mtatambua, mtajua, iko siku mtajua duniani na kisha mtajua akhera. Kama aya mbili zilivyo, hata tukizichukua ya kwanza na ya pili inakuwa ni taukidi na tilia mkazo, bado itakuwa tuko pale pale. Na kama tutachukua kama walivyosema mufassirin, kujua ya kwanza ni hapa duniani na kujua ya pili ni siku ya Kiyama, bado hatujawa mbali ya maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu, ili mradi tu mwanadamu atajua. Na ikhtilafu hizi ambayo kama alivyosema Mwenyezi Mungu, alladhi hum fihi mukhtalifun, ikhtilafu hii tuliombana sana, ikhtilafu hii isiwe ni ikhtilafu ya ugomvi, isiwe ni ikhtilafu ya matusi, iwe ni ile ikhtilafu iliyokuja katika maneno ya Bwana Mtume au na maulama wanavyosema vile vile, ikhtilafu ulamai rahma, ikhtilafu ya maulama wangu ni rahma, lakini si ile yenye ugomvi. Ikishakuwa ina ugomvi si rahma. Kwa hiyo hii tuliyokuwa nayo, ikhtilafu tuliyokuwa nayo, sio hii anaizungumza Bwana Mtume na wanaizungumza maulama wetu ya rahma, kwa sababu rahma hakuna matusi, rahma hamna kibri, rahma hamna dhulma, rahma hamna kuoneana. Rahma ni njia iliyonyoka, ni yenye furaha. Hata kama mtatofautiana mawazo, mtatofautiana fikra, mtatofautiana mitazamo, lakini tofauti yenu ndio inawaunganisha zaidi badala ya kuwatenganisha.
Sasa hii tuliokuwa nayo si hii ya bwana mtume, ya ulamau ummati rahma, ulama wa umma wangu ni rahma. Sasa itakuwaje rahma unamuua mwenzako? Itakuwaje rahma unamtenga mwenzako? Itakuwaje rahma unamchongea mwenzako? Itakuwaje rahma unamnyang'anya haki yake mwenzako? Hiyo si rahma, huo ni uadui. Sasa hatuko katika maneno haya. Ina maana umma wa bwana mtume uko mbali na mafunzo aliyokuja nayo mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ikhtilafu hii yenye chuki haijaanza leo, imeanza toka Adam. Watoto wa Adam wakauana, mmoja akaenda jahannam na mwingine akaenda peponi. Ikhtilafu hii kaja mpaka kwa umma wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama tulivyozungumza jana, wakatofautiana. Ndio maana kwa kugusia kwenda haraka haraka, mmoja wa waumini alinikumbusha, na ndivyo ilivyo, sikuyazungumza kwa sababu darasa lilikuwa ni refu. Unaangalia kama hivi tunavyosema wilayatu ahlul bait alayhimus salam, unaona hata zama zile Imam Ali alayhi salam akaingia vita, ni ikhtilaf ili uone hakuna rahma. Akaingia vita vinavyoitwa vita vya Jamal. Upande yuko Ali bin Abi Talib alayhi salam, ni ndugu yake bwana mtume na ni sahaba na ni khalifa. Na upande wa pili yuko Ummul Mu'minina, mke wa bwana mtume Aisha. Vita vinaitwa vita vya Jamal. Vita vya Jamal waliuana sana, masahaba walikufa wengi sana, na waliokuja kwenye vile vita wakiangalia huku wanamwona Ali, wakiangalia huku wanamwona Ummul Mu'minin, waende wapi? Ndio Imam Ali akatamka maneno, na haya ndiyo vigezo vya maisha. A'rifu al-haqqa ta'rifu ahlahu, itambue kwanza haki, ndio tatambua nani wenye haki. Sio uanze kuwatizama watu ndio uje kwenye haki. Kwanza msingi ni nini? A'rifu al-haqq. Ina maana hakuna katika haki kutizamana nyuso. Tunapotizamana nyusoni, ndio hapo tunaipoteza haki, ndio hapo tunanyang'anyana, ndio hapo unaweza ukamwonea haya, ukashindwa hata kuzungumza, kuamrisha mema na kukatazana mabaya, ukashindwa kwa sababu tunatizamana usoni. Na Mwenyezi Mungu na mtume wake anatuambia yeye mwenyewe bwana mtume au Mwenyezi Mungu, inna Allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa innama yanduru ila qulubikum. Kuwa siku ya Kiyama bwana mtume hatotizama nyuso zenu wala miili yenu. Ulikuwa na sura kiasi gani? Ulikuwa na umbo kiasi gani? Ulikuwa unapendeza kiasi gani? Wewe ni familia ya nani? Ataangalia moyo wako, ndio hesabu itaenda kwa aina hiyo. Sasa Imam Ali akatupa msingi huu imara, ifahamu haki ndio tawajua watu wenye haki. Sasa leo hii kinyume chake sisi tumegeuza, unaanza kumtizama mtu. Ndio maana ukimwambia mtu bwana haki hii hapa, bwana mtume amesema hivi, anakuambia lakini shekhe wangu hakunifundisha hivyo, lakini mwalimu wangu hakuniambia hayo. Hivi ndivyo ambavyo tunakwenda na maisha, namna yanavyokwenda katika ulimwengu, tunatanguliza hivi. Sasa Imam Ali akaeleza haya kwa sababu watu masahaba walishindwa wawe wapi.
Hivyo hivyo ikaenda katika vita vya Siffin na vita vya Naharawani. Imamu Ali ni sahaba, ni khalifa, ni amirul mu'minin, yeye ni amirul mu'minin. Vita vya Jamal upande wa pili vile vile ni ummul mu'minin, mama wa waumini, na huyu ni kiongozi wa waumini. Lakini vita vilitokea vya Jamal, haki kwa watu. Imamu Ali akatoa maelezo haya. Kwa hiyo ukija katika vita vya Siffin na vita vya Naharawani vya Imamu Ali, hali kadhalika ni vile vile ni masahaba wamepigana. Huku upande yuko Ali ibn Abi Talib na huku upande wa pili yuko Muawiya ibn Abi Sufyan. Muawiya alisilimu katika Fathu Makkah, ni sahaba, na aliyokuwa nao pia idadi ya miaka hiyo ni kifo cha bwana mtume, sio miaka mingi. Ina maana bado vita hivi ni karibia masahaba watupu wanapigana. Yatosha tu kuwa huku ni amirul mu'minin Ali, ni khalifa, uwe umemfanya wa kwanza au umemfanya wa nne, lakini ni khalifa. Na huku vile vile ni Muawiya, na yeye amebeba kundi kubwa la masahaba, vita vikapigana. Na ndipo hapa nukta muhimu hii ambayo pia nilikumbushwa, vikatokea kundi ambalo linaitwa Khawarij, ambalo hili kundi leo hii Waislamu kwa ajili ya kuendeleza ikhtilafu yenye chuki, ikhtilafu yenye ugomvi, ikhtilafu ambayo haitaki kutambua haki, sisi Mashia tukaitwa sisi ndio makhawarij, na watu wakatushambulia ni makhawarij. Kumbe makhawarij walianzia kwa kina nani? Makhawarij walitokea kwenye vita vile, huku Imam Ali na huku nani? Muawiya ibn Abi Sufyan. Kwa hiyo makhawarij walikuwa ni kule masahaba. Sasa kwa sababu watu hata akisoma hataki kuielewa haki, i'rifu la haqi ta'rifu, maneno haya Imam Ali ya kuwa i'rifu la haqi ta'rifu ahlahu, hatukutaka kuifahamu. Ndio leo hii sisi ukamkuta mtu anatokwa na mapovu katika membari, anatoa hutuba, anatuambia sisi ndio makhawarij. Kumbe makhawarij walitokea kwenye vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe, Imamu Ali na Muawiya bin Abi Sufyan. Lakini kwa sababu gani hatujaichukua ikhtilafu hii kuwa ni rahma? Tumeichukua ikhtilafu hii kuwa ni ugomvi. Sasa ndio Mwenyezi Mungu anasema kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun, mtatambua, mtajua tu siku mtakaposimama mbele ya Mwenyezi Mungu, alafu akawa amirul mu'minina qasimul jannati wan nar, la yubghiduka illa mu'min wa la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Huko ndiko tutakapojua siku ya kiyama haki ilikuwa kwa nani. Kwa hiyo lazima tuisome haki, sio kusoma nyuso za watu. Ndio hapo tukaambiwa alhaqun bayyin, haki iko wazi. Hiyo ni aya 5 za mwanzo. Kwa hiyo tuingie katika hukumu ya Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fi silmi kafa, ingieni wazima wazima katika mafunzo ya dini ya Kiislamu, sio nusu nusu. Na si tunatizamana, angalia Mungu amesema nini, angalia Mtume kasema nini. Kaburini utaenda kuulizwa wewe peke yako, na majibu utakayoyajibu hautosema shekhe aliniambia, utasema Mungu ulisema, Mtume alisema. Ndio maana maswali ya kaburini hayana uhusiano na shekhe wako wala mwalimu wako. Ile talakini tunayoisoma haina mahusiano. Utaulizwa kitabu chako, utaulizwa Mungu wako, utaulizwa kitabu chako, utaulizwa kibla chako, utaulizwa mtume wako, utaulizwa imamu wako, naulizwa mambo mengine kuhusiana na kiyama, pepo na moto. Na haya unayajibu kwa dalili, si kusema nilisikia, niliambiwa. La hasha.
hasa yanayohusiana na elimu ya tauhidi ambayo unatakiwa uisome mwenyewe. Hizi aya tuingie katika hukumu nzima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha baada ya hizi aya za mwanzo, na tulisisitizana jamani, tunazirudia hizi aya, ile ambaye hata hajasoma amma yatasaaluna azikariri na azifahamu. Amma yatasaalun, wote kwa pamoja tuzisome kabla tujaingia katika aya zinazofuata. Amma yatasaaluna anin naba'il al-adhim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Aya nyepesi, sura nyepesi katika usomaji wake, kama tulivyosema mwanzo wa darasa zetu zilizopita. Ni nyepesi kuisoma na ni sura nyepesi sana katika kuihifadhi, haisumbui katika kuhifadhi sura. Aya 5 hizo zimemalizika. Kwa hiyo baada ya hapo Mwenyezi Mungu anaanza kuonyesha nguvu zake na uumbaji wake na uwezo wake, ili wewe mwanadamu, wewe Muislamu, uweze kujua Mungu anayoyasema unatakiwa kuyanyenyekea, kwa sababu ni mwenye nguvu, ndio muumbaji. Akataja baadhi ya vitu ambavyo wewe pamoja na kujiuliza kwako hamtotofautiana, hautobishana. Ni vitu vyepesi vyenye kueleweka ambavyo vitakupeleka wewe katika kumpwekesha Mwenyezi Mungu na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuelezea tofauti na habari kubwa na namna tunavyotofautiana, Mungu anatuleta kwa nini mnatofautiana, wakati maelezo haya yanatoka kwa Mungu ambaye amewafanyia kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Si tunaelewana vizuri? Yaani ni kama vile mtu amekufanyia jambo alafu baadaye unabishana, alafu anakuambia bwana, kwa nini unione mimi ni mbaya wakati mimi na wewe ni kadha, tumefanya kadha, urafiki wetu ni wa zamani, unaona nimekufanyia hivi, tumefanyiana hivi na hivi na hivi na hivi, ambavyo vyote ni dalili ya uzuri. Utaona kweli huyu ni mtu mwema, na hata hili pia haina haja kulumbana nalo. Sasa aya hizi Mwenyezi Mungu anatuandaa, anatujenga kisaikolojia, anatujenga kiufahamu, ili tusifanyaje? Ili tusilumbane na taa ya Mwenyezi Mungu na taa ya Bwana Mtume na taa ya Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio sasa anaanza katika aya ya 6, anazungumza kama vile hizi aya zinahitaji tadabburu sana hizi, na ndio maana tukaamrishwa afala yatadabbaruna Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Hamuifanyie tadabbur Qur'an, hamuifikirie, hamuisomi kwa undani. Aya hizi zinazoanza aya ya 6 hizi nakuja mpaka aya ya 11 au ya 12 takriban, ni Mwenyezi Mungu anavyoelezea vitu alivyovitengeneza kwa ajili yetu sisi, ni kama vile anatubembeleza. Anatubembeleza kwa sababu Mwenyezi Mungu hapendi kuona umma wa Bwana Mtume uko kwenye mzozo, unalumbana, unaacha haki, unaenda jahannam. Mungu hapendi. Ndio maana anatuleta kwa kutulea na kwa kutubembeleza sana, na ndio maana kabla ya hapo anatuletea haya masiku tofauti. Leo Jumapili, Jumatatu, kila siku ina dua yake, kila siku ina dua yake. Na ndio maana pia tunashukuru mashehe
walianzisha sunna hii ya kusoma kila baada ya sala isome dua ya siku hiyo. Kila siku kuna dua na kila siku kuna ziara. Ndio maana katika Uislamu hakuna siku mbaya. Naam, kwenye masiku upepo unaweza kutofautiana. Upepo unatofautiana. Kama ambavyo upepo wa asubuhi uko tofauti, upepo wa mchana uko tofauti, upepo wa usiku uko tofauti. Hali kadhalika upepo wa eneo kwa eneo vile vile uko tofauti. Ukiwa hapa Arusha, hali ya hewa yake ni tofauti na hali ya hewa utakapoikuta Tanga au ukaikuta Dodoma au Mwanza au mkoa wowote ule. Kuna hali inakuwa kuna tofauti. Sasa sio ukitoka hapa Arusha na hali yako ya hewa ya Arusha ukafika Dodoma katika hali ya hewa nyingine ukaanza kuitukana. Ndio hapo tukasoma maneno ambayo tuliyasoma hadithi al-Qudsi, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yuudhini ibni Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-layla wan-nahar. Ananiudhi mwanadamu. Mungu anazungumza, ananiudhi mwanadamu. Mwanadamu gani? Anayetukana masiku. Imekuja Jumapili, leo umepata misukosuko unaanza kuitukana. Jumapili mbaya sana hii. Imekuja Jumatatu unaitukana. Usitukane. Ukitukana hivyo unamuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu masiku hayo ni ya kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu katika aya hizi ambazo anazungumzia masiku, anazungumzia majira, anazungumzia viumbe vyake, zote ni neema, anakuelezea kwa lugha ya kubembeleza. Ndio maana anaanza hivi, alam naj'alil ardha mihada. Alam naj'al, hata ukilisoma tu hili neno hulisomi kwa jazba, haulisomi kwa ukali. Aya hii ukiisoma unaisoma ili hali umepoa kabisa, ni ya upole. Alam naj'al, je, sikuwajalieni ardhi hii kuwa ni tandiko? Hii na ukali hapo. Yani hata kilugha tu, hata kama hujui wewe maana yake, wewe mwenyewe ukisoma tu unasoma kwa upole. Alam naj'alil ardha mihada, je, sikuwajalieni ardhi hii kuwa ni tandiko? Mihada kwa lugha ya Kiarabu asili, mihada ni vitu vilaini vya kuchezea watoto, haviumizi, havikeri. Sasa Mungu anasema ardhi hii kwenu ni mihada, imetandikwa laini, nyepesi, haiumizi. Maneno mengine akaitumia kuwa ni firash, wala ardha farashnaha fa ni'mal almahidun. Aya hii mnaifahamu mashekhe, mko hapa. Wala ardha nini? Farashnaha, firash. Ardhi hii tumeitandika kama vile godoro la kulalia. Firash ni godoro, si ndio? Kwa lugha ya Kiarabu, ile lugha nyepesi. Firash, kitanda kilichotandikwa vizuri, kimenyoka, sio kile kitanda ambacho hakijatandikwa. Mungu anasema tumeitandika ardhi, kama ambavyo unapolala asubuhi unatandika kitanda kimenyoka. Wewe mwenyewe ukiingia umetandika kitanda, kimekaa vizuri, kimenyoka, kinapendeza, shuka safi, kinavutia, mpaka hata wakati mwingine unaogopa hata kukikalia kwa namna kilivyokaa vizuri. Na vijana mko hapa amtandiki vitanda vyenu. Ndio maana ikawa katika kutandika, kwa uzuri ule wa kutandika kitanda firash, kwa uzuri ule wa kutandika, mama anapotandika kitanda alicholalia yeye na mumewe, kadiri anavyokitandika, angalieni maneno haya ni maneno ya dini ya Kiislamu. Kadiri anavyokitandika, kinavyonyoka, lile shuka linavyonyoka na namna linavyopendeza, hadithi ya Bwana Mtume inasema ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anamtengenezea maisha mazuri yaliyonyooka mama huyo. Maisha yake yanakuwa yametandikwa, yamenyoka, na yanakuwa ni meupe, hayana mawingu au uchafu. Ndio maana maneno mengine ya maulama akasema, tandikeni vitanda vyenu kila siku mashuka mapya, yani mashuka mengine,
sio kile ulicholalia. Sijui kama wamama wanayoweza haya. Atakuletea visingizio, na sio visingizio, huenda ndio kweli. Kufua ni kazi na nini, mambo chungu mzima. Shughuli ni nyingi, sina muda. Sasa wanaposhindwa kutengeneza haya, ndio nawakuta matatizo ni mengi zaidi kwenye familia, na hasa kwa kina mama. Matatizo ni mengi, hayaishi, mitihani ni mingi, kwa sababu usafi wa kwanza wa mama unaanzia hapo kwa nyumbani, anapokitandika. Ndio Qur'ani inazungumza wala ardha farashnaha, kisha ikasema fa ni'mal almahidun. Neema hiyo ni neema kwa tandiko lile, neema kwa tandiko lile. Almahidun ndio hiyo ni tandiko. Tandiko lile linakuwa ni neema kwako, kwa mama. Sio hivyo tu, akitandika akaosha na vyombo ambavyo labda mumewe amekunywa chai, kikombe au sahani, akaiosha. Kadiri anavyoiosha kinavyokuwa kisafi, kama kilivyokuwa kisafi kitanda chake, na yeye ndivyo anavyosafishwa na machafu na madhambi. Anasafishwa namna hiyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pepo ya kina mama ni nyepesi mno. Lau wangelijua haya anayotufunza Bwana Mtume. Pepo kwa kina mama ni nyepesi mno. Ndio maana wakaambiwa wazigande ndoa zao kama kupe, na waziheshimu, kwa sababu ndizo ambazo zinawaingiza katika pepo kwa urahisi. Umetandika tu kitano unaingia peponi. Umeosha sahani ya mumewe, umeosha kikombe, kijiko alichotumia, achilia mbali umemosha mikono amekula au kabla ya kula. Vitu ambavyo vimetoweka. Ndio maana unaweza kuona maisha yana misukosuko ya hapa na pale, haviishi, kwa sababu tumeachana na sunna na mafunzo ya mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa Mwenyezi Mungu anaelezea hivyo, wal ardha farashnaha fa ni'mal almahidun, na aya alam naj'al al ardha mihada, hatujawajalieni kuwa ardhi hii ni tandiko, ni sehemu salama ya maisha, sio sehemu ya umwagaji damu. Ni kitu safi, si ndio? Tumeelewana? Ukimwaga damu kuna usafi tena? Mkipigana kuna usafi tena? Mkitukanana kuna usafi tena? Mkatengana kuna usafi tena? Hakuna usafi. Na Mungu anazungumza mihada, sio tu imetandikwa ikiwa ni safi, ni sehemu salama ya maisha. Na sehemu salama ya maisha ili muweze kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hapo unarudi ju'ilat liya al-ardu au ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura. Al-ardh kwa usalama wake, kwa usafi wake, imekuwa sehemu yote ni msikiti, ardhi, na imekuwa safi kila mahala. Hiyo ndio ardhi ambayo Mungu anasema nimewatandikieni, na ikafananishwa na michezo ya watoto. Mihada ni al'abul atfal, michezo ya watoto. Unamchagulia mchezo mtoto ambaye anacheza nao haumii, hata akijigonga unaona yuko sawa, anacheka, anafurahia, unambembelezea, mtoto anasikia raha. Ndio mihada. Sasa na Mungu anatubembeleza hivyo. Jamani, nyinyi ambaye mnalumbana, mnagombana, mnauana, mnatengana, hamuoni mimi nimewaleteni ardhi hii ikiwa nimeitandika safi, haina mgogoro, haina uchafu? Kwa nini hamniabudu? Kwa nini hamui wema? Si tunazielewa vizuri aya hizi ndugu zangu? Naenda pole pole tu
tunazisoma na huku tunafanya tadabbur ndani ya Qur'ani ili tufaidike, sio tu tafsiri neno kwa neno. La, alam naj'al al-ardha mihada, na ardhi hii ili iwe salama, ambayo ni ju'lat liya al-ardha masjidan, msikiti. Na sisi tumeumbwa, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ili waniabudu. Utamwabudu vipi kama kuna damu? Utamwabudu vipi Mwenyezi Mungu kama ardhi hii haiko salama? Lazima iwe salama, iwe na amani. Ndio hapo tunarudi katika aya, falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Mfanye ibada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ufanye ibada ukiwa na amani na ukiwa umeshiba. Falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Hakuna njaa, hakuna hofu. Unafanya Allahu akbar ukiwa salama na umeshiba, lakini ikiwa ina uchafu hauwezi. Na hapa mihada ni sehemu salama, inakuwa salama unapokuwa umeshikamana na Mwenyezi Mungu na mtume wake na Ahlulbaiti alayhimus salam. Ndio hapo narudi mihada ili iwe salama. Unarudi katika hadithi ya bwana mtume, inni tarikum fikum athqalain kitaballah wa itrati ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Na ardhi hii ili iwe salama, kwa maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma khalatil ardu min qa'imin lillahi hujja. Allahu akbar. Angalieni ilaka ya maneno haya, ma khalatil ardu min qa'imin lillahi bihujja. Ni hadithi ya bwana mtume na iko kwa Waislamu wote. Ardhi ya Mwenyezi Mungu hii toka Adam mpaka siku ya Kiyama haitokosa kiongozi maasum, awe hadiran, tunamuona hivi tunamuona, au awe mafichoni, lakini lazima awepo katika ardhi hii. Ndiye anaifanya ardhi inakuwa mihada, sehemu salama, kwa sababu mkitofautiana mnarudi kwake. Faidha tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli, na maneno mengine warasikhuna fil ilm, waliobobea rejesheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Warasikhuna fil ilm, waliobobea katika elimu. Mnamaliza ikhtilafu yenu. Ndio hapo tarudi kwenye maneno ya ikhtilafu ulamai rahma. Lakini tunapowaacha hawa hakuna rahma. Si tunauana kila siku, si ugomvi kila siku. Haya yanayotokea Mashariki ya Kati ni nini kule? Yanayotokea Palestina na vitisho vingine vinavyotokea ulimwenguni, si ni kwa sababu tunatofautiana? Ima tunaweza tukatofautiana katika uchumi, biashara tu inatutoa roho, siasa tu ya uongozi, nani awe kiongozi inatutoa roho, na tukachinjana na tukatengana. Sasa usalama wake ni kuwepo ma khalatil ardh min qa'imin lillahi bihujja, kuwepo na kiongozi kutoka kwa Mwenyezi Mungu maasum, ambayo mambo yetu kila tunapotofautiana tunamrejelea yeye, anatutatulia. Ndio hii aya inavyotueleza, na hii Mwenyezi Mungu anaonyesha hikma katika uumbaji wake. Ardhi imetulia, tukiona kuna mauchafu ni yale ambayo tunayatengeneza kwa mikono yetu, bima kasabati aidin nas, ni sisi, na kwa sababu hatutaki kufuata uongozi sahihi, ndio hapo naona hili linatokea, hili linatokea, hili linatokea. Ardhi ambayo ni ya kwetu na ni sehemu salama, mpaka inafika mtu anatamani afe, na mwingine anatamani ahame pale, aondoke aende sehemu nyingine, na kule unapoenda nao unaweza kukuta mambo ni yale yale, haijawa salama. Na Mungu anasema wa alam naj'alil ardha mihada, tena kwa kubembeleza kabisa. Kama nilivyosema, ardhi si sehemu ya ugomvi, na unapoizungumzia ardhi hii lazima uambatanishe usalama wake na walioumbiwa.
Sote tunasoma katika hadithul kisa, na hii ni muhimu. Mwenyezi Mungu akisema ma khalaqtul al-aflak ma khalaqtu samaa wal ardi wa ma kadha wa kadha wa kadha illa liajlikum wa mahabbatikum, sikuumba mbingu na ardhi na ulimwengu wote isipokuwa kwa mapenzi yenu, isipokuwa kwa ajili yenu na kwa mapenzi ya kuwapendeni nyinyi. Nani hao? Ahlul kisa. Inma yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Si ndivyo tunavyosoma katika hadithul kisa? Kisha Mungu akamrejelea mtume wake akamwambia, ewe mtume na wewe Ali, kama sio Fatima pia na nyinyi msinge kuwepo, kwa sababu lazima kizazi kiendeleze, lazima awepo mwanamke, lazima awepo mwanamke, ambayo ndio aya iko hapa mbele yake. Mungu anaendelea kwa kusema waljibala autada, na nimejalia milima hii kuwa ni vigingi, ni misumari. Hii autada kwa lugha ya zamani kabisa ni misumari. Waljibala autada, hizi aya napozisoma soma hivi nilisema tuwe na sisi tunazisoma soma ili tuzikariri, ili ziweze kuingia katika vifua vyetu na katika akili zetu inshallah, bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Sasa ardhi hii ili iweze kutulia, isiwayumbishe, isiwe kama baharini, isiwe ni mawimbi namna hii, lisiwe ni godoro ambalo ukilalia ukiamka unaumwa na mbavu, unaumwa na mgongo, unaumwa na kiuno. Sio godoro imara, linabonyea. Akaweka misumari katika ardhi, waljibala autada, imeshikilia godoro lako. Ni kama vile sasa kitanda chako unaweka godoro, hilo godoro unaliweka kwenye nini? Si ni kitanda? Kitanda kina nini? Kuna chaga na kuna nini? Maanani yake hayo, hizi mbao zako za pembeni, ili linakaa sawa sawa, la sivyo litakuwa linateleza na uwezi kwenda kuliweka majini. Sasa Mwenyezi Mungu anasema milima hii ni misumari iliyoshikilia ardhi hii ili muwe salama. Na katika riwaya misumari ya ardhi hii ni kuwepo kwa zama hizi, ni kuwepo kwa Imamu al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Si ndivyo tunavyosoma? Laula al-hujja la saqatil ardi la saqatil ardu bi ahliha. Hizi tulizisoma sana hizi hadithi katika siku ya wilada ya Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Laula al-hujja la saqatil ardu bi ahliha, law asingekuwa kuwepo kwa imamu maasum, ardhi inge zama, ingedidimia, ingepotea. Kuwepo kwake ni msumari ulioshikilia ardhi hii. Ardhi na milima, si mnasoma hata ndani ya Qur'ani, lau Mwenyezi Mungu angeiweka tu hii Qur'ani tu kwenye mlima, ingekuwaje? Lau anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, ungeyeyuka. Yani mlima unakuwa kama barafu ikiwekwa tu hii Qur'ani juu yake, ambayo Qur'ani hii kwa tafsiri zake, kwa taawili zake, kwa maana zake zote, kama alivyosema Bwana Mtume, aya ina matumbo 70. Aya ina matumbo 70, ni mengi mno. Hakuna alim ambaye amefikisha hata matumbo 7 au 10. Haya 70 yote kwa maasumina alayhimussalam, kwa Imamu Ali, allamani Rasulullah alfa babin min al-ilm, milango 1000. Hahuna la ilmun jamma, elimu iliyoko kule, matumbo 70
Yani aya hii si mimi hapa nasoma tu tafsiri moja, akija imamu anatoa tafsiri 70, ni nyingi mno. Ziko wapi? Hata ukifikiria hapo na shida hata kuzielewa zitatoka wapi. Ndio matumbo inaenda ndani sana. Qur'an ni kubwa mno, maneno ya Mwenyezi Mungu. Unafikiri mimi tu binadamu wa kawaida si maasum mwenye hii ujuzi wa kawaida namna hii unaweza kutafsiri maneno ya Mwenyezi Mungu namna ilivyo kabisa mpaka mwisho ukajisifu ukasema hakuna mwingine kama mimi? Haiwezekani, kwa sababu matumbo yake ni makubwa, ni marefu. Sasa yako kwa nani hayo? Yako kwa imamu maasum, kama yalivyokuwa kwa bwana mtume yakahamishiwa kwa imamu alayhi afdalu salatu wassalam. Ndiye aliyeibeba Qur'ani. Ndio maana tunaambiwa siku atakapodhihiri imamu, ile tu namna atakavyoisoma, usomaji wake tu hivi, sisi tutashangaa, tutaona ni kama vile Qur'ani mpya. Tafsiri atakapoitoa utaona ni kama ametoa tafsiri mpya. Ibada zake atakazozifanya utaziona ni kama mpya. Na kwa nini tushangae hayo ya Imamu al-Hujja alayhi salam? Imamu Ridha tu alipoongoza sala ya Eid kwenye zama zake, mavazi alivyovaa, akatoka bila viatu, anatembea kwenye mchanga, takbira aliyoipiga mpaka mtawala wa wakati ule akaona kama ikulu yake inatingishika hivi, inazama kwa takbira anavyoipiga imamu mwenyewe tu. Allah, huko anatembea kwa miguu, anaenda kwenye uwanja wa kuswalisha sala ya Eid. Takbira ile ikaingia katika nyumba za watu, kila mmoja anaisikia, wakakimbia wote kwenda kuongozana na imamu. Hakuna aliyobaki nyumbani, kila mmoja anasema hivi ndivyo alivyokuwa anafanya bwana mtume, hii ndiyo sala ya bwana mtume. Mtawala alivyoona namna hii akashauriwa na maaskari wake, akaambiwa huyu imamu akifika uwanjani akasalisha akatoa hutuba akiwaambia watu hawa wakuangushe, watakuangusha saa hiyo hiyo, bora mrejeshe haraka asifike. Akarejeshwa imamu salawatullahi wasalamu alayhi. Sasa je, akija mwenyewe yule ambaye yamla'ul arda qistan wa adla, anayekuja kuijaza ardhi hii sasa iwe salama zaidi, anaijaza nini? Adlan wa qista, aijaza uadilifu na usawa, hakuna kuoneana hata chembe. Itakuwa ni furaha juu ya furaha. Sasa waljibala autada, milima hii ni nguzo, ni misumari iliyoshikilia ardhi, ili ardhi iwe salama. Kwa maana kuwepo kwa Qur'ani, kuwepo kwa bwana mtume, sawa ni hii milima hii ambayo tunaona ya mawe ya udongo, sawa, hii tafsiri ipo pia hapo. Lakini ukiingia ndani kidogo, milima ya ukweli ni hii milima ya maasumina alayhimussalam, ambayo bwana mtume kama alivyosema, laula alhujja la sahatil ardu bi ahliha, kama sio kuwepo kwake ardhi ingezama, isingekuwepo, ingedidimia. Sasa nani msumari wa kweli hapa? Ni ipi nguzo za kweli? Ni al-Imam Maasum, na zama zetu ni Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Lakini Mwenyezi Mungu vile vile katika lugha hii ni kama vile anatubembeleza. Angalieni ardhi ilivyotulia na milima. Hata tukichukulia milima hii, watu wanatoka mashariki ya mbali, magharibi ya mbali, dunia ya mbali, wanatumia gharama, wanatumia wakati wao, wanakuja kuangalia mlima Kilimanjaro.
Watu wanaenda kuangalia mlima Himalaya na milima mingineyo, wanaishangaa, na mingine ikawekwa katika maajabu ya dunia namna ilivyokaa. Mungu anakubembeleza, anakwambia angalia uwezo wangu, wewe mja wangu ambaye unaenda kinyume, unanikatili. Angalia nguvu zangu, nimeweka milima hii, nimeitandika ardhi hii, nimekufanya wewe hivi. Kwa nini unakuwa jeuri? Kwa nini haui mtiifu? Sasa baada ya kuelezea haya, ardhi na milima, Mwenyezi Mungu akahamia katika jambo moja muhimu, wa khalaqnakum azwaja. Aya ya 7 hiyo, ni aya ya 8. Wa khalaqnakum azwaja. Kisha ardhi hii nilipoiumba na ikawa imetulia, imegongewa misumari, ina utulivu, haitingishiki, ni sehemu nzuri ya kucheza, sehemu nzuri ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, sehemu nzuri ya kujifurahisha. Ardhi hii, mihada ni vitu vya furaha kama nilivyowaambieni, kwa lugha ya Kiarabu ya zamani ni kama michezo ya watoto, unafurahi. Ndio maana unaona michezo, tunarudi, tunakimbia, tuko na furaha na ardhi hii. Baada ya kuitengeneza hivi, Mwenyezi Mungu akasema wa khalaqnakum azwaja, tukawaumbeni sasa wanaume na wanawake. Masuala ya ndoa, na anavyoeleza hivi, vitu hivi havijatokea sudfa, havijatokea kwa bahati mbaya. Tafsiri za Ahlulbeiti alayhimussalam zinasema kama Mungu angeumba, au hivi vitu vingetokea tu bahati mbaya tu, tukajitokea tu ukajikuta kuna wanaume na kuna wanawake bila mipango madhubuti ya Mwenyezi Mungu, si ndio? Kuna wengine makafiri wanasema ni hivi vitu vimetokea tu, vimejitokeza tu vyenyewe, havijaumbwa, na wanajaribu kufanya kuchukua tajruba kupitia vidudu ambao wanakusanya maji machafu, namna vinavyozalishana, vinavyozaliwa. Unaweza kuweka maji hapa hivi, kwa ule uchafu unaweza kujikuta baada ya muda vimezalika vijidududu fulani hivi. Naweza kukwambia hapa bwana Mungu hatujaona kiumba. Kuna watu wanabobea kwenye ukafiri. Mwenyezi Mungu atuepushe na ukafiri. Lakini tafsiri zinakwambia kama hii wa khalaqnakum azwaja isingekuwa ni utaratibu maalum wa uumbaji wa Mwenyezi Mungu, kusingekuwa na matamanio ya mtu kumtamani mwenzie, kumhitaji mwenzake. Si tunaelewana? Kusingekuwa na haja ya ndoa wala kuoana. Mwanamke angekuwa kivyake, hana hata habari kabisa ya kuwa kuna mwanaume, na mwanaume naye angekuwa kivyake, wala hana habari na swala la mwanamke. Angekuwa kila mmoja kivyake kabisa, hakuna yoyote anayevutika kwa mwenzie. Si tunaelewana vizuri? Sasa kunapokuwepo na uhitaji huu wa jinsia mbili hizi, na ardhi ndio hiyo, wala ardha alam naj'al al-ardha mihada, na ardhi ndio imetengenezwa iwe ni sehemu salama ya michezo ya aina hii. Sasa hivi vitu havijatokea sudfa. Kwa maana hiyo ni utaratibu maalum, ndio maana ikaumbwa. Kama ni ardhi na vinginevyo, ni sehemu unaweza kulima, unaweza ukafanya hivi, unaweza ukaweka kiwanja, unaweza ukajenga, na mwanadamu anavitamani, anavihitajia. Vinakuongezea akili, vinakuongezea nashati, uchangamfu katika maisha. Vikikosekana hivi, visingekuwa vimeundwa maalumu
uchangamfu katika maisha usingekuwepo. Ndio hii hapa vile vile, wa khalaqnakum azwaja, nikah. Ndio maana hii sio kitu cha kufundishwa, haujafundishwa hii kuwa kuwepo na ndoa, kuwepo na mume na mke waoane. Si mafunzo haya. Hata mtu angewekwa wapi, hii haja ingemwijia tu, ili uone ni utaratibu maalum. Hata ndio Mungu anawaambia sasa, angalieni basi nyinyi mnavyopendana, mume na mke mnavyopendana, na maisha yenu ni kwa sababu nimewaumbeni makusudi. Mungu ameumba kwa makusudi. Ndio maana unaona Adamu alayhi salam alipoumbwa, ameumbwa kwa udongo wake maalum pembeni kule. Sisi hatuna ile itikadi kuwa Adamu aliumbwa kutokana na ubavu, kuwa Adamu ameumbwa kisha Hawa akaenda akachomolewa kwenye ubavu. Sisi kwa hadithi za Bwana Mtume na hadithi za Ahlul Bait alayhimus salam, ambaye ndio walimu wetu hawa, ambaye namna tulivyozungumza huku, ambaye ndio ardhi hii ni misumari wa ardhi hii, hawatufundishi hivyo. Adamu ameumbwa kwa udongo na Hawa ameumbwa kwa udongo, na wala si ule udongo. Wako wengine wakisema labda ni ule udongo uliobaki yale mabaki. Adamu ameumbwa kwa udongo, alafu yale mabaki yale ndiye akaumbwa nani? Hawa. Ukifanya hivyo umemdharau mwanamke, umemwangusha mwanamke, umeangusha heshima ya mwanamke. Na ndivyo walivyokuwa zamani, walivyokuwa wakiangusha heshima ya mwanamke. Ndio maana alikuwa akiuliwa mtoto wa kike. Na ulimwengu hata huu wa leo, namna ambavyo bado unamdondosha mwanamke, japokuwa wanakuja na lugha ya kusema haki za wanawake zimekuwa ni nyingi mno. Mtu akitaka kutajirika haraka anaanzisha sakosi yako, anaanzisha sakosi yake au NGO yake ya kutetea wanawake, anatajirika haraka. Zinaanzishwa nyingi mno, watetezi, lakini wanawadidimiza wanawake. Uislamu umemnyanyua mwanamke, wala hahitaji kupiganiwa na mtu. Tayari Mungu ameshamweka hapa, na mwanaume yuko hapa, wako sambamba. Haina haja kuandaa taasisi, visakosi vingi vya NGO chungu mzima kwa ajili hiyo, na vyote vinamdidimiza mwanamke, havimpi heshima mwanamke. Ndio maana tukasema angalieni heshima ya mwanamke tu hivi, akatandika tu kitanda, akapika tu hivi, akaosha tu chombo, yeye anaenda peponi. Mume akamuita tu fulani, akaitika, yeye ni peponi. Akaingia katika ndoa hii ambaye nitaelezea hapa, akaingia tu kwenye ndoa, akipata ujauzito tu, ule uchungu anayoupata wa kujifungua, kadiri anavyojifungua na ujauzito ule, anakuwa kama mtoto yule anayemzaa, hana tone hata moja la dhambi. Hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa wale wanaotetea haki za wanawake wamewazuia hata wasizae, azae mtoto mmoja tu. Mmoja tu, kizidisha sana kwa bahati mbaya wawili basi. Kisha mwanamke wakati huo amezaa, labda na umri huo, miaka mingine yote hajifutii madhambi kwa urahisi kabisa, eti anasikilizwa ulimwengu wa magharibi. Hivi ndivyo ambavyo tunavyokwenda. Sasa Adam alipoumbwa na Hawa alipoumbwa, Adam yuko upande, na wengine wanasema hawakuwa wako karibu walipoumbwa, walikuwa wako mbali.
lakini kwa sababu uonaji wao ulikuwa ni mkubwa, hakukuwa na hii pazia ya kuona hapa, uonaji wao ulikuwa ni mpana zaidi. Akiwa mbali Adam, akiwa aliponyanyuka yuko mbali, akaona kwa mbali, akaona kiumbe kikamvutia, akavutika tu. Alipoona tu akavutika, kamaona Hawa. Hatujui alikuwa na urembo kiasi gani, lakini ni mwanamke mwema. Hawa mama yetu ni mrembo, na sisi hatuna zile lugha za watu wanazungumza kuangusha hawa wakina mama, na kama huyo mmoja ambaye alimwangusha kumletea lugha ya ajabu mke wa Bwana Mtume Khadija salawatullahi wasalamu alayhi. Akavutika Adam, akaanza kutembea, anamsogelea, anaenda sawa, anakwenda, Mungu anamtizama tu, anaenda tu mpaka karibia. Ndio hizi hatua ambazo pia ziko, si ndio? Ndio hatua ambazo ziko. Adam alianza na macho kwa mbali, yule bwana kama mzuri hivi bwana, hajaambiwa na Mungu kuwa yule ni Hawa na yule ni binadamu kama wewe, lakini kamaona amevutika, hajafundishwa. Ndio maana tukasema hivi vitu hufundishwi, viko tu. Sasa akasogea mpaka akamkaribia kabisa hapo. Sasa uso kwa uso wanaonana hivi. Adam ni mwanaume, anataka kunyosha mkono, kaambiwa na Mungu, la, sio halali yako mpaka umuoe. Akamwambia mpaka umtolee mahari. Sio halali yako mpaka umtolee mahari, mkhutubie hutuba, kuchumbia, kisha mahari, kisha ndoa. Sasa anamuuliza Mwenyezi Mungu, hayo mahari yakoje? Uchumba ukoje? Yaani ni vitu vya haraka haraka, sio vya kucheleweshana. Sio kama ambavyo sasa hivi ni mrorongo chungu mzima, kucheleweshana tu, vigingi chungu mzima. Tujifunze haya mambo. Akaambiwa mahari bana sio kitu kikubwa, tizama juu. Alipotizama juu akaona maandishi yameandikwa, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akaona, akaambiwa hayo ndio mahari yako. Nini mahari yako? Ni kumsalia Bwana Mtume. Mahari ya kwanza yaliyotolewa mpaka tukapatikana sisi ni ya kumsalia Bwana Mtume. Hayakuwa mafenicha, hayakuwa ng'ombe, hayakuwa pesa, ni kumsalia Bwana Mtume. Na ndio maana wakazaliwa wanadamu wema wazuri kabisa kwa mahari ya kumsalia Bwana Mtume. Hapo sasa ndoa yake ilihudhuriwa na wema, malaika, chilia yule ambaye alikataa kuambiwa yasjudu li Adam, Ibilisi. Ilihudhuriwa na malaika. Harusi, ndio maana tukaambiwa tualikane kwenye harusi na tuitikie wito wa harusi. Na walipambwa Adam na Hawa. Hivi tunavyopambana hivi, unampamba bibi harusi, bwana harusi anapambika, sio bidaa. Ndio furaha yenyewe ilianzia huko. Ndoa yake, hutuba yake ni kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumsalia Bwana Mtume. Wakaoana.
muda mfupi sana, hatujui ni muda gani, lakini muda mfupi sana. Sasa ikiwa tu Adam na Hawa kukaa peponi, baadhi ya riwaya zinasema ni masaa 6 tu eti. Kuna riwaya zinasema ni masaa 6 tu. Hiyo nafikiri vile tunavyosema walikuwa peponi, baadaye wakala tunda wakatolewa. Nafikiri walikaa sana miaka nenda rudi wakazoea. Hamna, ni muda mfupi. Wengine wanazidisha wasema labda wiki moja, siku 6. Na maana vyovyote vile ni muda mfupi. Wakatoka. Ni mume na mke. Walipokuwa kwenye ile bustani ni mume na mke. Ni nini? Ni nikah. Sasa hapa ninachotaka kukielezea ni nini? Kuwa Mwenyezi Mungu anapozungumza wa khalaqnakum azwaja, nimewaumbeni wanaume na wanawake, na kila mmoja anamhitajia mwenzie, mnapendana, mnaelewana, mnasaidiana, mnaingia pepo yangu kwa ndoa zenu, kwa maisha yenu ya pamoja. Anatuletea maneno haya kwa lugha laini ili tuone uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Hizi ndio aya. Hizi ni aya za kutubembeleza. Zinambembeleza mwanadamu. Lakini kwa nini mwanadamu anakuwa jeuri? Kwa nini pamoja na Mungu anakuletea vitu ambavyo hata nini hivyo vitu hata hatubishani? Mungu ameumba wanawake na wanaume na wote wanahitajiana, hatuna mabishano. Au kuna mabishano katika haya? Hata wale ambao wamevuka mipaka wakawa ni matwaghut, wanaume hawataki wanawake, wanataka wanaume wenzao, ambaye ni qaumu Lut, haram, na wanawake vile vile, lakini hawawezi kupinga hii. Ni ushetani wao tu. Sasa Mungu anatubembeleza hivi. Ndio hapa anatuuliza ma gharrakum bi rabbikum, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqak fasawwak fa'adalaka wa fa'adalak. Asantum. Msalieni bwana mtume. Ma gharraka bi rabbikal karim, nini kinachokufanya uwe na kiburi kwa Mola wako? Mungu ambaye amekupa una hamu na hii dunia, ndio ile wala ardha alam naj'al al-ardha mihada, una hamu na ardhi hii, unakimbia mashariki, unatafuta maisha yako, unasikia raha. Ukipata hela unasikia raha, ukila unasikia raha, ukienda ukatoa madini unasikia raha. Hata sasa hivi hapo ukiambiwa ufe unakataa. Unaipenda hii ardhi. Faqaltum ila al-ardhi, mmekuwa ni wazito, mmegandamana katika ardhi. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya raha iliyoko katika ardhi hii. Ni wachache sana ambaye anakata tamaa na ardhi hii, na ukimkuta wa aina hiyo ameathirika sana kisaikolojia, ana matatizo mengi. Ndio yule anajiua, ndio yule hataki, anasema bora nife, ana matatizo, anatakiwa kutibiwa huyo. Lakini wengi wetu tunakimbizana hapa, ukiambiwa kufa hatuko tayari. Lao ingekuwa inakuja kwa hiari, waambiwa chague, hakuna mtu atachagua kufa. Hata kama tunatajua kuna pepo kubwa, kuna hivi, kwa sababu tu hujawahi kuiona, huwezi kukubali.
tunasikia raha na dunia hii. Sasa Mungu anatuambia raha hii mnaipata kwenye hii dunia, ndugu zangu, viumbe vyangu nilivyowaumba. Ma gharraka bi rabbikal karim, kwa nini uwe na kiburi na Mola wako? Unalima, unafanya biashara, umeoa, una watoto, ukipata mtoto unafurahi. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa na nini naendelea walbanini wa inaenda walqantara nani, pesa, watoto wake. Unasikia raha na dunia hii yote. Ndio Mungu anatuelezea kwa kutubembeleza hapa. Hizi aya ni za kutubembeleza mno. Baada ya kuelezea mambo mazito mazito mwanzo, an-nabail adhim, sasa anaanza kutubembeleza, kutuvuta. Hebu kuweni wapole kwa ajili ya Mungu wetu. Hebu kuweni na rahma baina yenu, kuweni wasikivu kwa ajili ya Mungu. Kisha hizi aya zingine ambazo Mungu anaendelea kutubembeleza, kama nilivyosema, aya takriban 11. Tutaishia hii aya ya 8 ambayo wa khalaqnakum azwaja. Tutaishia hapa na kesho tutaendelea katika mbembelezo mwingine wa aina yake. Waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Ni raha juu ya raha, ni raha juu ya raha. Lakini fungua moyo wako, haya yaingie kwenye moyo wako. Fungua moyo wako, yaone ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuletea tupate raha na dunia hii. Tusiumizane kwenye ulimwengu, tusitesane katika ulimwengu. Mwenyezi Mungu atuonyeshe haki kuwa ni haki tuifuate, na tuonyeshe batil kuwa ni batil tuweze kuiacha. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.